Kila asubuhi kabla ya masomo, Agatha Maiko, mwanafunzi maskini wa chuo aliyekuwa anashikilia tu ufadhili wake wa masomo kwa tabu, aliketi kwenye benchi la jiwe lililopasuka karibu na kituo cha basi. Amekikumbatia kitabu chake cha masomo kilichochakaa na kikombe cha karatasi chenye kahawa ya uvuguvugu. Na kila asubuhi alimwona yeye, yule ombaomba aliyekuwa amekaa kimya kando ya mtaro wa barabara, nguo zake zikiwa zimechanika, ndevu hazijanyolewa na mikono yake ikitetemeka alipokuwa akivuta duara zisizo sawa kwenye vumbi. Hakuna mtu aliyemwangalia mara ya pili, lakini Agatha alifanya hivyo. Kitu fulani katika ukimya wake kilimvuta karibu zaidi. Kitu fulani katika macho yake yaliyochoka kilifanya mapigo ya moyo wake yachechemee. Akaanza kumletea chakula, mazungumzo kidogo, na siku moja, bila hata kukusudia, moyo wake alifikiri anaanza kumpenda ombaomba, mwanaume asiye na kitu. Lakini alipotea ghafla, kisha akatokea tena baada ya siku kadhaa katika gari jeupe la kifahari jeusi nje ya chuo chao. Kila kitu alichodhani anakijua kilivunjika vipande vipande. Huyu mwanaume kweli alikuwa nani? Kwa nini bilionea ajifiche nyuma ya nguo zilizochanika? Na nini kingetokea angempeleka nyumbani kwake ambako siri zilikuwa na thamani kuliko upendo wenyewe? Asubuhi ile ukungu ulikuwa umeshuka chini juu ya barabara ya Mlimani jijini Dar es Salaam, ukizifunika njia za waenda kwa miguu zilizopasuka kwa ukungu wa fedha. Hewa ilikuwa kali kiasi cha kuuma, lakini Agatha Maiko alikuwa ameshajifunza kutojali baridi. Maisha yake yalizunguka katika ratiba hii: mihadhara, zamu za kazi na ukimya. Alikuwa amejifunza kuigeuza shilingi iwe mbili, kuruka kifungua kinywa ili kuokoa pesa ya kodi ya chumba, na kutabasamu hata pale uchovu ulipokuwa umeshikamana na mifupa yake. Umaskini ulikuwa na namna yake ya kukufundisha kushukuru hata kwa joto dogo la kawaida. Kama ule mvuke mpole uliokuwa ukipanda kutoka kwenye kikombe cha supu alichokuwa amekibeba mikononi mwake. Kando ya kituo cha basi cha daladala aliketi yule mtu alikuwa amemwona kwa wiki kadhaa sasa. Yule ombaomba. Hakuna aliyejua jina lake. Kiti chake cha magurudumu kilionekana kama kimesahaulika na muda. Gurudumu moja lilikuwa limepinda kidogo, sehemu moja ya mkono wa kiti ikiwa imepasuka. Koti lake lilikuwa limefunikwa na uchafu wa siku nyingi, vidole vyake vikiwa vimejaa sugu na vyeupe. Watu walipita mbele yake kana kwamba hayupo, macho yao yakipenya pembeni, yakiogopa kwamba uhitaji wake ungechafua dhamiri zao. Lakini Agatha hakuweza kufanya hivyo. Si wakati alipomwangalia machoni. Macho ya buluu, lakini yaliyozimwa na kitu ambacho hakuweza kukitaja. Kulikuwa na huzuni humo, ndiyo, lakini pia subira. Hadhi tulivu iliyokuwa haimpaswi mtu anayebembeleza kwa kuomba misaada barabarani. Haikuwa na mantiki. Hakuwahi kuomba pesa, hakuwahi kuzungumza isipokuwa aliulizwa, wala hakuwahi hata kunyoosha mkono wake. Alikuwa akiketi tu kana kwamba anangoja kitu ambacho hakikuwa kinakuja. Akamkabidhi kikombe. Supu tena, alisema kwa upole. Si nyingi, lakini ni ya moto. Alimtazama juu polepole, midomo yake ikitetemeka na kutengeneza tabasamu hafifu. Asante, alinong'ona. Sauti yake ilikuwa mbaya, imekauka, lakini yenye upole, aina ile ya sauti iliyobeba joto hata kwenye silabi zilizovunjika. Agatha akatabasamu pia. Daima unasema hivyo kana kwamba inamaanisha zaidi ya inavyotakiwa. Inamaanisha, akanong'ona. Ukarimu ni adimu. Kwa muda hakuna aliyesema. Magari yalikuwa yakipita yakitoa mlio wa tairi juu ya barabara yenye maji. Mabasi yalikuwa yakitoa moshi mweusi angani na jiji likaendelea na kutojali kwake. Agatha aliketi kwenye mtaro karibu naye, akizikumbatia magoti yake na kujiuliza kwa nini uwepo wa mgeni ulimfanya ajihisi salama kuliko watu wengi aliowajua. Hakujua kwamba nyuma ya uso wake usionyolewa na nguo zake zilizochanika kulifichwa siri kubwa kuliko ulimwengu wake ungeweza kufikiri. Mawazo yake mara nyingi yalirudi nyuma kwenye maisha ya zamani, kwa mikono ya mama yake iliyochoka ikipindua nguo za kufua hadi usiku wa manane, kwa kuondoka kimya kimya kwa baba yake wakati bili zilipozidi matumaini.
Alikuwa amejiapia mwenyewe kwamba angevunja mzunguko huo, angekamilisha chuo na kuwa mtu ambaye hahesabu sarafu kabla ya kununua mkate. Lakini siku za hivi karibuni hata ndoto zilihisi kama anasa asiyoweza kuimudu. Kwa nini kila wakati unakuja hapa? Aliuliza siku moja akikatiza ukimya. Aligeuza kichwa chake kidogo. Kwa sababu hapa hakuna anayetarajia niwe kitu kingine chochote. Kitu fulani katika sauti yake kilibaki moyoni. Kilikuwa kizito mno, chenye kufikirisha mno kwa mwanaume anayelala mitaani. Agatha akakunya uso. Unazungumza kama vile zamani ulikuwa mtu mwingine. Pengine nilikuwa, alisema, macho yake yakitazama mbali. Pengine bado mimi ni huyo. Alitabasamu kwa upole akifikiri anatania. Lakini hakutabasamu naye. Usiku ule alilala macho juu kwenye chumba chake kidogo cha bweni akirudia mazungumzo yao akilini. Kulikuwa na kitu kumhusu ambacho hakikuendana. Mikono yake haikuwa ya mtu aliyeishi muda mrefu mtaani. Mwili wake ulivyokaa wima, wenye nidhamu, kana kwamba amezoea kujidhibiti. Hata ukimya wake ulikuwa na kusudi, kama mtu aliyezoea kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Hata hivyo hakuweza kuacha kurudi. Siku baada ya siku alimletea mabaki ya chakula, kahawa, wakati mwingine ushirika tu. Walizungumza kuhusu kila kitu isipokuwa wao wenyewe. Hakuwahi kumwambia jina lake, kwa hiyo yeye akampa. Isa, alisema asubuhi moja. Unaonekana kama Isa. Aliguna kwa kicheko cha kwanza cha kweli alichowahi kukisikia kutoka kwake. Isa, sijalisikia hilo kwa miaka mingi, alisema. Basi ndiyo jina lako. Labda, akasema kwa tabasamu dogo lisilosomeka. Na kwa namna fulani hilo lilimtosha. Wiki zikapita. Baridi ikazidi. Jiji likaanza kujiandaa kwa Krismasi, liking'aa kwa taa ambazo zilikuwa zikiwadhihaki wenye njaa na waliopuuzwa. Agatha akaokoa kile kidogo alichoweza kumnunulia koti la maana. Alitaka amuone akiwa na joto, amuone akitabasamu tena. Lakini alipofika asubuhi iliyofuata, benchi lilikuwa tupu. Kiti cha magurudumu hakikuwepo tena. Ile kona aliyokaa kila siku ilikuwa wazi. Moyo wake ukazama. Akauliza huku na huku, lakini hakuna aliyekuwa amemwona. Mitaa ilikuwa ikimeza watu kama vivuli. Kwa siku 3 alitafuta, akiruka masomo, akiruka milo, akiwauliza kila muuza matunda, kila dereva, kila askari polisi aliyemkuta. Hakuna. Alikuwa ametoweka kana kwamba hakuwahi kuwepo. Ifikapo siku ya 4, Agatha akaacha kujaribu kuelewa. Pengine alikuwa amehama. Pengine alikuwa amekufa. Fikra hiyo ikamfanya tumbo lake lijikunje. Aliketi peke yake kwenye kituo cha basi, akikishika kile koti alichomnunulia mikononi kwa kutetemeka. Kisha honi ikasikika nyuma yake. Aligeuka. Gari jeupe la kifahari jeusi lenye vioo vilivyotiwa giza, injini ikinong'ona kwa upole, likasimama karibu naye. Taswira yake mwenyewe ilimrudishia macho kwa mshangao. Dirisha likashuka. Jozi ile ile ya macho ya buluu aliyoyazoea ilikutana na yake, lakini wakati huu hayakuwa yamezimika tena. Yalikuwa makali, hai, yenye mamlaka. Hakuwa amevaa tena matambara, bali suti iliyoshonwa vizuri iliyokuwa ikinong'ona kuhusu pesa. Agatha, alisema kwa utulivu. Ingia. Ulimwengu wake ukaganda. Ombaomba wake Isa alikuwa ameondoka. Mahali pake aliketi mtu mwingine kabisa. Mwanaume aliyeonekana kama anamiliki kila kitu alichowahi kuota. Agatha hakusogea. Upepo wa baridi ukapuliza nywele zake usoni alipokuwa amesimama ameganda kando ya mtaro, akimtazama mwanaume ambaye alikuwa wa kufahamika na asiyewezekana kwa wakati mmoja. Macho yake ya buluu yalibeba joto lile lile aliloliona kwa yule ombaomba, lakini sasa yalikuwa yanang'aa kwa nguvu, yakijua, yasiyozuilika. Midomo yake ikafunguka, lakini sauti haikutoka. Agatha, alirudia, sauti yake ikiwa laini zaidi sasa. Tafadhali ingia. Kitu ndani yake kikatetemeka.
Alitaka kuuliza yeye ni nani haswa, hii inawezekanaje, kwa nini alionekana kana kwamba ametoka kwenye maisha mengine kabisa. Lakini sauti yake ilibeba mamlaka ya ajabu, si ya kuamrisha, bali aliyouzwa na kitu cha ndani zaidi. Akajikuta akitii. Alipoteleza kuingia ndani ya gari, harufu ya ngozi na mti wa mkarafuu na mpira mpya ilimzunguka, safi, maridadi, ya gharama. Ilikuwa ni dunia tofauti kabisa na vumbi na kelele za barabara za daladala. Mapigo ya moyo wake yakapanda kasi wakati gari liliposogea, likichukua njia kupitia taa za jiji la Dar es Salaam kama ndoto. Hakuzungumza mara ya kwanza. Wala yeye. Ukimya kati yao ulikuwa mzito, umejaa. Hatimaye akamgeukia. Ni nani wewe? Alibaki akiangalia barabara. Mtu aliyesahau yeye ni nani mpaka uliponikumbusha, akasema. Hilo si jibu, akasema. Akatua pumzi kwa nguvu. Jina langu ni Isa Shirima. Jina hilo likagonga kitu ndani yake, kama kumbukumbu hafifu. Agatha akakunja uso. Hilo jina nalihisi kama naliwahi kulisikia. Unapaswa, akasema kwa utulivu. Familia yangu inamiliki Shirima Industries. Macho yake yakapanuka. Shirima Industries, mojawapo ya makampuni binafsi makubwa zaidi nchini Tanzania. Alikuwa ameliona jina hilo limeandikwa kwenye maeneo ya ujenzi, majengo marefu ya ofisi, hata kwenye mfuko wa ufadhili wa masomo uliokuwa ukilipa sehemu ya ada yake ya chuo. Pumzi yake ikakwama. Yaani wewe ndiye huyo Shirima? Alitikisa kichwa, macho yake yakiwa thabiti kwenye barabara. Ndiyo, nilikuwa, mpaka nilipoondoka. Moyo wake ukapiga kwa nguvu. Uliacha yote hayo? Niliacha, akasema kwa urahisi. Baada ya wazazi wangu kufa, kampuni ikawa uwanja wa vita. Pesa zikageuza damu kuwa watu wa ajabu. Sikujigundua tena. Kwa hiyo nikaondoka. Hakuna aliyejua nilikokwenda. Nilihitaji kujua mimi ni nani bila kila kitu ambacho kilitakiwa kunifafanua. Alimtazama, mawazo yake yakizunguka bila mpangilio. Ombaomba ambaye alimletea supu, mwanaume aliyemhurumia, alikuwa ni bilionea aliyekuwa akijificha kutoka kwenye ulimwengu wake mwenyewe. Kila taswira yake akiwa ameketi kwenye lile koti lililochanika, kimya kando ya kituo cha basi, iligongana na aliyekuwa mbele yake sasa. Akiwa msafi, ametulia, asiyeweza kufikiwa. Lakini kwa nini uigize kuwa ombaomba? Akauliza, sauti ikitetemeka. Ungeliweza kwenda popote, kufanya chochote. Hatimaye akamgeukia. Kwa sababu hakuna anayemdanganya ombaomba, Agatha. Watu wanaonyesha wao ni akina nani kweli wanapofikiri hauna chochote cha kuwapa. Na wewe je? Macho yake yakawa laini. Wewe uliniona wakati nilipokuwa sionekani. Maneno hayo yakampiga ndani zaidi ya alivyotarajia. Akatazama dirishani, akiangalia mikondo ya taa za barabarani. Sehemu ya nafsi yake ilitaka kulia, si kwa hasira, bali kwa maumivu ya kudanganywa na kudhaminiwa kwa wakati mmoja. Ulikuwa unanitest? Akauliza kwa sauti ya chini sana. La, akasema. Nilikuwa najitafuta. Wewe ulikuwa kitu pekee cha kweli nilichokipata. Wakasafiri kwa umbali mrefu katika ukimya mpaka jiji likaanza kupungua kuelekea pembezoni, kuelekea vitongoji vya mashamba na vijiji vilivyo nje ya jiji. Kisha akaliona lango kubwa la chuma jeupe likiwa limeinuka mbele, likifunguka polepole wakati gari lilipokaribia. Zaidi ya hapo kulinyooka jumba kubwa liking'aa chini ya mwanga wa mwezi. Ngazi za marumaru, minara ya vioo, bustani zilizokatwa kwa ustadi zikinyoka hadi upeo wa macho. Koo lake likabana. Alikuwa hajawahi kuona utajiri wa aina hiyo kwa karibu. Gari likasimama kwenye mlango mkuu. Yeye akashuka kwanza, akatembea kuzunguka na kumfungulia mlango. Alisita kabla ya kushuka, viatu vyake vikizama kwenye kokoto laini kama velveti. Isa, alisema kwa upole, akitumia jina pekee lililomhisi kuwa la kweli. Kwa nini umenileta hapa? Alimtazama chini kana kwamba hata yeye mwenyewe hakujua jinsi ya kujibu.
Kwa sababu nilitaka uone ukweli kabla hujaamua mimi ni nani. Milango ya mbele ikafunguliwa. Wafanyakazi wawili wa ndani wakatokea, wakipiga magoti kidogo kwa heshima. Tukio hilo likamfanya Agatha ajisikie vibaya. Hewa ilihisi kuwa nzito, mbali na chochote kilichokuwa na joto au utu. Ndani vibonzo vya taa za kifahari vikamwaga mwanga wa dhahabu juu ya sakafu za marumaru. Uchoraji uliipamba kuta, picha za sura zenye nguvu zilizo na macho ya buluu sawa na yake. Alijisikia hana nafasi papo hapo, koti lake la mitumba likigongana na kung'aa kwa utajiri. Je, kuna mtu yeyote anayejua? Akanong'ona. Kwamba uliishi mitaani? Alitikisa kichwa. Hakuna mpaka sasa. Macho yake yakakutana na picha iliyokuwa kwenye meza ndogo pembeni. Isa amesimama pembeni ya mwanamke mwenye macho yale makali, tabasamu lake likiwa timilifu lakini baridi. Huyo ni mama yako? Aliuliza kwa sauti ya chini. Alitikisa kichwa. Yeye ndiye aliyebeba ufalme huu. Mimi nilirithi nguvu zake na maadui zake. Agatha akagusa picha kwa upole, sauti yake ikitetemeka. Lazima ulimpenda sana. Alinyamaza kwa muda. Nilimpenda. Lakini yeye alipenda udhibiti zaidi ya alivyopenda watu. Kulikuwa na maumivu ndani ya sauti yake. Kimya kilichofichwa halisi. Kwa mara ya kwanza tangu aingie kwenye jumba hilo, Agatha alimuona si kama bilionea, si kama ombaomba, bali kama mwanaume wa katikati aliyepasuliwa kati ya dunia mbili ambazo hazikumuelewa. Kisha akamgeukia akiwa karibu kuliko awali. Wewe ulinionyesha ukarimu wakati nilipokuwa si kitu. Ulinitolea joto bila kujua mimi ni nani. Una deni lolote juu yangu, Agatha? Lakini nilihitaji ujue. Macho yake yakakutana na yake. Unadhani pesa zinabadilisha kile nilichokuona nacho? Aliuliza. Alitabasamu kwa upole. Nadhani pesa zinabadilisha kila kitu, hata ukweli. Maneno hayo yakabaki hewani, mazito, yenye mashaka. Na ingawa Agatha alitaka kuamini kwamba hakuna kitu kingeweza kubadilisha alichohisi, hofu tulivu ikaanza kukua ndani yake. Kwa sababu kwa mara ya kwanza hakuwa na uhakika yeye ni nani katika ulimwengu wake. Msichana aliyemjali kweli au siri ambayo mwishowe angeilazimika kuificha. Nje radi ilinguruma kwa mbali katika usiku. Onyo tulivu katika giza. Asubuhi iliyofuata mwanga wa jua uliingia kupitia mapazia meupe, ukikata sakafu za marumaru kwa mistari ya dhahabu. Agatha akaamka kwenye chumba cha mgeni kilichokuwa kikubwa kuliko nyumba yake yote. Taa ya vioo ilining'inia juu, na shuka alizolalia zilikuwa laini kuliko kitambaa chochote alichowahi kukigusa. Alipaswa kujihisi ameshangaa, mwenye furaha, hata shukrani, lakini badala yake, wasiwasi mzito ukakaa kifuani mwake kama jiwe. Huu haukuwa ulimwengu wake. Hata haukuwa karibu. Hodi ikapigwa mlangoni. Bi Maiko, sauti ya mwanamke ikaita. Bwana Shirima anakuita uungane naye kwa kifungua kinywa. Alisimama polepole, akapanga nywele zake na kujitazama kwenye kioo kikubwa cha kifahari. Taswira aliyomwona haikufanana na yule msichana aliyekuwa akitembea kwenye ukungu kwenda darasani na kikombe cha supu. Toleo hili la yeye lilionekana kama limeazimwa, lisilo na mahali. Alipoingia kwenye chumba cha kulia, Isa tayari alikuwa ameketi kwenye meza ndefu ya mti wa mwaloni iliyoweza kukaribisha watu 20. Alikuwa amevaa shati jeupe safi, bila koti, mikono ya shati yakiwa yamekunjwa mpaka kwenye viwiko. Mwanga wa asubuhi ulikamata kama dhahabu kwenye nywele zake. Alitabasamu alipomwona. Asubuhi njema, akasema. Agatha akasita. Asubuhi njema, Bwana Shirima. Tabasamu lake likafifia kidogo. Unahitaji kuniita hivyo? Aliketi mbele yake. Meza ilikuwa imejaa vyakula ambavyo hakuvijua majina. Matunda mapya ya rangi tofauti, mayai, mikate midogo iliyong'ara kwa asali. Alichukua kipande cha mkate wa siagi, akijaribu kupuuza mvutano uliokuwa ukipanda kwenye mgongo wake. Umelala vizuri? Akauliza. Kweli mno, akasema kwa upole.
Ilihisi kama ndoto ya mtu mwingine. Alimtazama kwa muda. Unahitaji kuwa mtu mwingine hapa, Agatha. Alitazama juu, macho yao yakakutana. Kweli sina? Kabla hajapata jibu, sauti ya mwanamke ikakata hewa kwa ukali ndani ya chumba. Nilifikiri unatania, Isa. Agatha akageuka. Amesimama mlangoni mwanamke aliyejivika kwa umaridadi. Nywele nyeusi zilizonyooshwa, midomo miekundu, macho makali kama kioo. Visigino vyake viligonga marumaru alipokuwa akiingia ndani. Taya ya Isa ikakaza. Faiza, akasema kwa ukavu. Ukuwa umealikwa. Mwanamke huyo, Faiza Shirima, Agatha akatambua, alitoa tabasamu baridi. Unamleta mgeni ndani ya nyumba, halafu mimi ndiye niliyekuja bila kualikwa. Tumbo la Agatha likajikaza. Isa akasimama, mwili wake ukibadilika ghafla kuwa wa tahadhari. Yeye si mgeni. Lo, Faiza akapunguza macho, akimtazama Agatha juu chini, kutoka gauni lake rahisi hadi mikono yake iliyokuwa ikitetemeka. Anaonekana kama mgeni. Au labda mtu aliyepotea mbali na ulimwengu wake. Faiza, Isa akasema, sauti yake ikiwa na onyo. Lakini Faiza hakuwa amemaliza. Unadhani hii? Akamnyoshea mkono Agatha. Itakuwa tofauti na mara ya mwisho ulipojaribu kumwokoa mtu aliye chini yako. Huwezi kufuta mahali ulipotoka, kaka. Na yeye hawezi kuishi kwenye ulimwengu tunaokaa sisi. Moyo wa Agatha ukagong'ota. Nini ni ndugu? Neno hilo likampasua mshtuko. Faiza hakuwa mpenzi wa zamani mwenye wivu. Alikuwa dada yake. Isa akatoa pumzi ndefu. Wewe humjui, akasema. Macho ya Faiza yakawa membamba zaidi. Wala wewe. Kisha akamgeukia Agatha. Sauti yake ikawa tamu kama sukari, lakini ikiwa na sumu chini yake. Unajua nini hutokea kwa watu wanaompenda kaka yangu mpendwa? Wanafukiwa na mambo wasioweza kumudu. Siri, matarajio, aibu. Ningetoka hapa kabla mambo hayajawa mabaya. Kifuani mwa Agatha kukawa na maumivu makali. Akasimama ghafla, kiti kikisugua marumaru kwa kelele. Sikuja hapa kutafuta idhini yako, akasema kwa utulivu lakini kwa maumivu. Faiza akatabasamu kwa ukali. Vizuri. Utapata. Kisha akatoka, visigino vyake vikipiga kelele kama nyundo. Ukimya ukatawala. Mikono ya Isa ikawa migumi. Samahani, akamnung'unikia. Hakuwa na haki ya yupo sahihi kwa jambo moja. Agatha akaingilia kwa upole. Huu si ulimwengu wangu. Alisogea karibu, sauti yake ikiwa na wasiwasi. Agatha, usiseme hivyo. Macho yake yakimetameta kwa mvutano. Nimeishi maisha yangu yote nikijaribu kutoroka uzito wa kutokuwa na vya kutosha. Na wewe uliacha dunia iliyo na kila kitu kwa sababu ilikuwa nyingi sana. Unaona jinsi gani mambo hayo yamepinduka? Isa akamtazama, maneno yakimkosa. Akatembea kuelekea dirishani ambako bustani zilizanyoka bila mwisho chini. Wafanyakazi walikuwa wakikata maua ya waridi, chemchemi zikimwaga maji. Ilikuwa ya kupendeza na ya kubana kifua. Uliishi kama ombaomba ili kuhisi tena kama binadamu, akasema. Lakini nafikiri umesahau kitu. Watu kama mimi tunaishi hivyo kwa sababu hatuna uchaguzi. Alifumba macho kwa muda mfupi, ukweli wa maneno yake ukimchoma. Una haki, akasema hatimaye. Na nitazitumia siku zote zilizobaki katika maisha yangu kujaribu kuelewa hilo. Alipomkabili tena, uso wake ukawa laini. Unahitaji kuelewa, Isa, akasema. Usinifanye tu kuwa sehemu ya hadithi yako ya kujikomboa. Akauma moyoni, si kwa hasira bali kwa uchungu. Hiyo siyo, akasema kwa utulivu. Basi ni nini? Akauliza, sauti ikitetemeka. Sisi ni nini? Alisogea hatua moja mbele, akinyosha mkono. Lakini kabla hajazungumza, mfanyakazi akaingia kwa haraka. Bwana, kuna simu kutoka kwenye bodi. Isa akanyooka, uso wake ukifunga kama mlango.
Nitaipokea kwenye chumba cha kazi. Alipotoka, macho ya Agatha yakabaki yakiangalia nafasi tupu aliyokuwa amesimama. Alitaka kumwamini kwamba kile walichokuwa nacho hakikufungwa na utajiri au huruma, lakini maneno ya Faiza yakaendelea kumrindima kichwani. Huwezi kuishi kwenye ulimwengu tunaokaa sisi. Usiku ule alisimama kwenye balkoni nje ya chumba chake, akitazama mwanga wa mwezi ukimiminika juu ya jumba kubwa na mashamba makubwa ya bustani. Alifikiria ile supu aliyowahi kumletea, ukimya waliogawana, faraja ambayo haikuhitaji maelezo. Lakini sasa kila kitu kilikuwa na maana. Maana nyingi mno. Mahali fulani chini alimwona akitembea peke yake kwenye bustani, simu mkononi, mabega yakiwa yameinama. Hata akiwa mbali aliweza kuona mzigo alioubeba. Vita kati ya yule aliyekuwa na yule aliyotaka kuwa. Na ingawa moyo wake ulimwonea huruma, sauti tulivu ndani yake ilinong'ona, pengine upendo hautoshi pale unapojaribu kuingia katika ulimwengu ambao haukuwahi kukukaribisha. Upepo ukazitikisa miti, ukileta baridi iliyohisi kama onyo. Kulikuwa na kitu kinakuja. Kitu ambacho kingejaribu kila kitu walichokuwa wameanza tu kukielewa. Jioni iliyofuata, jumba lote lilikuwa hai kwa sauti, kicheko, muziki na sauti za vikombe vya kioo vikigongana kwa upole. Kutoka balkoni ya chumba chake cha mgeni, Agatha aliitazama anasa ikizunguka chini kama ndoto iliyopakwa rangi ya dhahabu. Wageni kadhaa walikuwa wakichanganyika chini ya vibonzo vya taa za kifahari, nyuso zikiwa kali kwa kujiamini, maneno yao yakiwa na mvuto wa kujipendekeza. Alijisikia kama kivuli kati yao, msichana asiyeonekana aliyevaa nguo za kuazima. Isa alikuwa amemwambia ni mkusanyiko mdogo tu wa kifamilia, lakini lilionekana kama tafrija ya kifalme. Alipojitokeza mlangoni, amevaa suti ya bluu ya usiku iliyomkaa kama siri, akasahau namna ya kupumua. Hakuonekana kabisa kama yule mwanaume wa kituo cha basi cha daladala. Lakini alipomtazama na kutabasamu, aliona ule upole ule uliomvunjilia ngome yake ya kwanza. Unahitaji kufanya hivi, alinong'ona. Ninahitaji, akasema kwa upole. Ulisimama kando yangu nilipokuwa sina kitu. Leo ninasimama kando yako bila kinyago chochote. Akamnyoshea mkono. Akaushika. Pamoja wakashuka ngazi za marumaru kuingia kwenye bahari ya macho yaliyokuwa yakiwatazama. Minong'ono ikaanza papo hapo. Huyo ni nani? Anaonekana si wa huku. Mwingine wa misaada tu. Agatha alihisi kila neno likimchana kama vipande vya kioo. Lakini mkono wa Isa haukutikisika. Akamwelekeza moja kwa moja kwenye meza ndefu ya kulia chakula ambako picha kubwa ya wazazi wake marehemu ilikuwa imening'inia nyuma ya mishumaa ya kioo. Kichwani mwa meza aliketi Faiza, amekaa kama malkia aliyekuwa tayari kwa vita. Basi, Faiza akasema, akiinua glasi yake. Kaka aliyepotea amerudi na akiwa na mwenza. Isa akapuuzia kejeli hiyo. Wote, huyu ni Agatha Maiko. Ukimya ukafuata. Agatha akajilazimisha kutabasamu kwa adabu, ingawa moyo wake ulikuwa ukipiga kama radi. Agatha, Isa akaendelea, ndiye sababu nimerudi nyumbani. Maneno hayo yakagonga chumba kama cheche kwenye kuni kavu. Mazungumzo yakakatika. Wengine wakaangaliana kwa macho ya mshangao. Uso wa Faiza ukagandamana bila kubadilika. Sababu? Faiza akasema polepole. Tuambie basi. Isa akatazama meza nzima. Ninyi nyote mnaabudu kile ambacho nyumba hii inawakilisha. Nguvu, udhibiti, ukamilifu. Lakini mimi nilipotea ndani yake. Niliamua kuondoka ili nikumbuke maana ya kuwa binadamu. Niliipata tena wakati msichana asiye na kitu aliposhea joto lake na mwanaume aliyedhani hana maana. Sauti za mshangao na vioo vifupi vikapita. Agatha alitamani kutoweka. Faiza akacheka kwa kicheko kikali kisicho na furaha. Hivyo ndivyo ilivyo basi. Onyesho la maadili. Unadhani kumleta mwanafunzi maskini wa chuo hapa kutathibitisha kwamba umebadilika? Faiza, Isa akasema kwa uzito.
Hapana, ngoja, akaendelea akisimama, macho yake yakimetameta. Tumwambie ukweli kabla hujamuuzia hadithi yako ya kutakatifuishwa. Damu ya Agatha ikawa baridi. Ukweli gani? Aliuliza kwa woga. Faiza akamgeukia, sauti yake ikiwa laini lakini yenye sumu. Hakuondoka tu. Alilazimishwa kuondoka baada ya ajali ile iliyowaua wafanyakazi wawili kwenye eneo la ujenzi la Shirima. Kampuni ikafunika kila kitu ili kumlinda. Hatia yake ndiyo iliyomkimbiza. Alikaa kwenye kile kituo cha basi kwa sababu kilikuwa mkabala na pale ajali ilipotokea. Kila asubuhi alikuwa akitazama mahali alipoharibu maisha ya watu. Hukumu yake ulikuwa wewe, Agatha, si wokovu wake. Uso wa Isa ukapoteza rangi yote. Inatosha, akasema kwa hasira. Lakini Faiza akaendelea. Unaona kaka, hata hadithi yako ya kujikomboa imejengwa juu ya maangamizi. Isa akamgeukia akiwa na macho yanayowaka. Hilo linatosha, Faiza. Aligonga glasi mezani kwa nguvu, ikapasuka vipande. Nilikosa. Na nikosa nitakalolipia maisha yangu yote. Lakini usijaribu kutumia yeye kugeuza ukweli huo kuwa silaha. Kisha akamkabili Agatha, dunia yote ikififia. Sikukusudia kukudanganya, akasema kwa sauti nzito. Nilitaka uone mimi ni nani kwa kweli kabla hujajua kile nilichowahi kufanya. Sauti ya Agatha ikavunjika. Ulijificha nyuma ya maumivu yako, nami nikaanguka nikipenda maumivu hayo. Nilijificha, akasema akisogea karibu. Lakini ulinipata. Ulinionyesha bado naweza kujihisi kama mwanamume, si mnyama. Wageni wakaanza kunong'ona kwa wasiwasi. Faiza akatazama yote kwa kuridhika kwa baridi, akiwa na uhakika Agatha angeondoka. Lakini machozi ya Agatha yakang'aa aliposema kwa sauti ya chini. Huwezi kurekebisha yaliyopita, Isa. Lakini labda unaweza kuishi tofauti kutoka hapo. Alimtazama, tumaini likiwaka ndani ya uharibifu huo. Kama utakaa, akasema kwa shauku. Akasita, moyo wake ukijikokota kati ya hofu na upendo. Nitabaki, akasema hatimaye, kama utaacha kukimbia. Kwa mara ya kwanza alitabasamu. Si tabasamu la bilionea au ombaomba, bali la mwanaume aliyepata amani kwa mara ya kwanza. Akageukia umati ulioganda kwa mshangao. Nyote mlitaka Isa wa zamani arudi, akasema. Basi niko hapa, lakini si kwa sura mliomzoea. Kuanzia usiku wa leo, nyumba hii itabadilika. Kampuni itafungua upya kila faili, italipa kila deni, itajenga upya kila kilichovunjika. Hakuna kujifanya tena. Kimya kizito kikatawala. Mahali fulani mwisho wa meza, mgeni mmoja akaanza kupiga makofi. Kisha mwingine na mwingine. Uso wa Faiza ukatetemeka, hasira na mshangao vikigombana ndani ya macho yake. Agatha akamnyoshea Isa mkono. Vidole vyake vikakamata vya kwake kwa hakika tulivu. Wakati huo, kelele, utajiri, hukumu, vyote vikafifia. Wakasalia wao wawili tu. Baadaye, baada ya wageni kuondoka na nyumba kutulia, walikuwa wamesimama pamoja kwenye ua wa ndani. Hewa ya usiku ilikuwa baridi, imejaa harufu ya waridi wa bustani. Umenileta nyumbani, Agatha akanong'ona. Na kweli umewashangaza wote. Akatabasamu kwa upole. Pamoja na wewe, akamjibu. Hasa mimi, akacheka kwa sauti ya chini bila kinyago. Akasogea na kujiegemeza kifuani kwake. Taa kutoka ndani ya jumba ziliangaza chemchemi, miale ya dhahabu ikicheza juu ya nyuso zao. Akaushusha paji la uso wake kuungana na wake. Sijui nini kitatokea baada ya hapa, akasema kwa kutetema. Basi tuanze kidogo, akasema kwa upole. Kesho tunaenda tukasimame pamoja kwenye kile kituo cha basi. Alitikisa kichwa kwa kukubali, macho yake yakiwa na unafuu wa ajabu. Pamoja, akasema. Kulipopambazuka juu ya jumba na mashamba ya bustani, yule ombaomba na yule msichana maskini wa chuo walisimama bega kwa bega. Nafsi mbili zilizokutana chini kabisa, sasa zikiwa mahali ambapo dunia ingeweza kuwaona.
Si kama bilionea na wakusaidiwa, si kama hatia na neema, bali kama walio sawa. Na mahali fulani ndani kabisa ya nyumba kubwa iliyojaa mwangwi, Faiza alisimama nyuma ya dirisha akitazama kupitia kioo, taswira yake ikining'inia kati ya wivu na kuvutiwa. Kwa mara ya kwanza hata yeye hakuweza kujua ni hisia gani ilikuwa nzito zaidi. Nje, mwanga wa kwanza wa jua ukagusa nyuso zao. Na katika mwanga huo mororo, kila kitu kilichowahi kuwagawa kilianza kimya kimya na kwa uzuri kupona. Na hapi sio mwisho wa simulizi yao. Agatha na Isa wamesimama pamoja, lakini je, upendo wao utaweza kweli kushinda siri, hatia na tofauti za tabaka, au mmoja wao atakata tamaa kwanza? Niambie kwenye komenti, unadhani nini kitaendelea kwenye sura inayofuata? Bonyeza like kama ungependa kuona pati 2 ya hadithi yao ikiendelea.